Tanzania Kijani inadhaminiwa na TFS, wakala wa huduma za misitu Tanzania. Sisi ni wamojawapo ambao tunapinga sana uharibifu wa misitu kwa sababu eneo hili la uhifadhi linatoa ajira pamoja na ni vivutio kwa ajili ya wageni na pia sisi wilaya ya Karatu ni lango la utalii. Tunashirikiana na hifadhi ya Ziwa Manyara kwa kuweza kuwapa miche. Na tunapoongea swala la kupambana na mabadiliko ya tabia nchi, tunashirikiana kwa karibu sana na TFS. Kutunza mazingira yetu, tutakuwa na mazingira ambayo yana attract watu wengi. Pia tutatengeneza hali ya hewa ambayo itakuwa ni safi. Sekta ya maliasili na utalii ina shughuli nyingi za kiuchumi ambazo zina mchango katika pato la taifa. Mfano, mazao ya misitu na nyuki, shughuli za utalii. Na wilaya ya Karatu ni maarufu kwa shughuli hizo za utalii, hali inayopelekea hata wengine kupaita kuwa ni lango la utalii, kwani ni njia ya kuelekea kwenye zile hifadhi za taifa maarufu. Uendelevu wa shughuli hizi za utalii unahitaji mazingira mazuri yanayotunzwa kwa ajili ya uhifadhi wa bayoanuai, lakini pia kuwavutia wageni. TFS na TANAPA wanalitambua hilo. Kwa kushirikiana na wadau wengine, wanatoa elimu ya uhifadhi, upandaji wa miti ya asili ili kuhakikisha haya mazingira ya asili yanayowavutia wageni ambao pia ni makazi ya viumbe hai yanaendelea kutunzwa. Katika wilaya ya Karatu ni moja ya wilaya iliyopo katika mkoa wa Arusha, kanda ya kaskazini. Shughuli tunazozifanya katika wilaya yetu ya Karatu, tunafanya kazi za uhifadhi, uandaaji wa miche ya miti kwa ajili ya kuhifadhi katika maeneo mbalimbali. Katika kuhifadhi, sisi wilaya ya Karatu ni korido ya hifadhi ya Ziwa Manyara na hifadhi ya Ngorongoro. Kwa jina lingine inaitwa ni lango la utalii. Tunashirikiana na hifadhi ya Ziwa Manyara kwa kuweza kuwapa miche ya miti ya matunda na ya vivuli kuweza kwenda kugawa kwenye vile vijiji vinavyopakana na hifadhi ya Ziwa Manyara. Pia tunashirikiana na Ngorongoro katika shughuli za uhifadhi ndani ya wilaya yetu. Pia tuna shughuli za ulinzi, huwa tunafanya doria kwa kushirikiana na halmashauri, kushirikiana na Ngorongoro, kushirikiana na Manyara. Hifadhi hii sio kisiwa. Pamoja na kwamba sisi kazi yetu kubwa ni kuhifadhi wanyamapori na mazingira yao, lakini pia hatufanyi hizi kazi peke yetu. Tunashirikiana na jamii ambayo inatuzunguka. Na jamii inayotuzunguka imeundwa na vijiji, lakini pia na taasisi mbalimbali. Mojawapo ya taasisi hizi pia kuna TFS ambao ni wakala wa misitu Tanzania. Na tunapoongea swala zima la mapinduzi ya kijani au swala la kupambana na mabadiliko ya tabia nchi, tunashirikiana kwa karibu sana na TFS. Na kama tunavyofahamu, jamii yetu inayopatikana kwenye mikoa hii yetu miwili ni wafugaji na ni wakulima kama walivyo Watanzania wengine wengi. Katika kulima huko, mara nyingi maeneo yanayohitajika kutunzwa ili iwe misitu ambayo iko chini ya ulinzi wa jamii inapungua siku hadi siku, jinsi ambavyo idadi ya watu inaongezeka. Maana yake ni kwamba wale jamii ambao wako karibia na mipaka ya hifadhi mara nyingine wanaingia ndani ya hifadhi kwa mahitaji ya fito na mazao mengine ya misitu. Hifadhi ya Taifa ya Ziwa Manyara kwa kufuata mwongozo wa mpendwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan ya kusapoti jamii zinazozunguka maeneo yaliyohifadhiwa na kutengeneza Tanzania ya kijani, tumeitikia wito wa kushirikiana na jamii na taasisi zingine kuhakikisha kwamba jamii wenyewe wana miti ya kutosha kwenye maeneo yao, wana maeneo ambayo yanahifadhi vyanzo vya maji katika maeneo yao ili kupunguza presha ya wao kushawishika kuingia hifadhini. Na hii inaenda kuwa na matokeo chanya sio tu kwa hifadhi ya Taifa ya Ziwa Manyara, bali pia kwa wilaya zile, kwa jamii ile na kwa watu wale. Kwa upande wa TFS wametusaidia sana katika kipindi hiki. Tumepatiwa miti karibia 5,000 na kwa sababu sisi ni wataalamu wa uoto wa asili, na kwa kutumia hii miti ya asili, miche karibia 5,000 kwa kushirikiana na TFS, tunaenda sasa
kuhakikisha kwamba miti hii inaenda kwa jamii. Kwanza tunaelimisha jamii ili waweze kupokea miti hii ya asili, wataiotesha kwenye maeneo yaliyoharibika, na watakapoiotesha, sisi kwa kushirikiana na TFS tutakuwa tunafuatilia hii miti mpaka yote na kufikia sehemu ambayo inaweza ikawa miti mizuri inayozalisha matunda, inayotoa kivuli na hata kusaidia upande wa mbao, na hivyo kuongeza kipato cha moja kwa moja kwa mwananchi, lakini kuboresha vyanzo vya maji, kuboresha hali ya hewa na pia kuwa makazi hata ya ndege na wanyama, lakini sio ndani ya hifadhi, ni nje ya hifadhi. Kwa kufanya hivyo kwa pamoja, mazingira yanakuwa ni sehemu nzuri zaidi ya kizazi hiki na kizazi kinachokuja. Tunashukuru pia viongozi wa wilaya ambao tunapakana nao. Daima ajenda ya kuhifadhi mazingira imekuwa moja ya ajenda katika vikao vyao vyote, na kuhakikisha kwamba hifadhi yetu ya taifa ya Ziwa Manyara inaendelea kuwa kinara katika uhifadhi na katika kuchangia mapato ya kifedha kwa uchumi wa taifa letu. Na hata katika kampeni hizi za kuboresha mazingira pia wanaunga mkono juhudi hizi na kuihamasisha jamii iweze kuitikia kupokea elimu ya uhifadhi ambayo inatolewa na hifadhi ya taifa ya Ziwa Manyara kwa kushirikiana na TFS, pamoja na kushiriki kuhakikisha kwamba matumizi yasiyoendelevu yanadhibitiwa, kuhakikisha kwamba wananchi hawaingii katika hifadhi ya taifa ya Ziwa Manyara kwa ajili ya kuondoa rasilimali zilizohifadhiwa humo kwa mujibu wa sheria. Hapa tunagawa miti kwenye taasisi kwa watu binafsi, taasisi za serikali na ambazo sio za serikali na watu binafsi. Kabla ya kugawa kwanza miti huwa tunatoa elimu. Anapokuja mtu anasema nahitaji miti, tunamuuliza unahitaji miti kwa ajili ya nini? Atasema mimi nahitaji miti ya matunda. Miti ya matunda unaenda kupanda wapi? Sababu la nyumbani. Tunamwambia sawa. Umeandaa mashimo? Ndio nimeandaa. Tunafuatilia, tunafika kama ni hapa karibu, tunafika mpaka kwake kuangalia amechimbaje mashimo, maana mashimo na yenyewe tunachimba kitaalamu. Kama amekosea tunamuelekeza hapo utakuwa uchimbe hivi, uchimbe hivi. Tunarudi tunampa miti. Lakini tukimpa miti tunampa na elimu pia ya kutunza ile miti. Kwamba lazima hii miti umwagilie, usipomwagilia hii miti itakufa. Na sisi tunakuwa tunafuatilia. Baada ya muda fulani tunafika eneo husika, maana tulishaenda mwanzo. Tunaangalia miti imekua, kama haijakuwa changamoto ni nini, anatueleza labda hivi na hivi na hivi. Na kwa upande wa taasisi labda shule tukitoa miti tunafuatilia, kwa sababu mara nyingi tunatoa shule za hapa tu Karatu. Hata nyingine huko Mangola tunaenda tunafuatilia, tunaona miti inaendeleaje. Kama kuna miti ilikufa, tunauliza sababu ni nini hasa mpaka miti imekufa, changamoto ni nini, wanatueleza. Na kama kuna uwezekano wa kufanya replacement ya ile ambayo michache imekufa, tunawapelekea tena miti mingine kwa ajili ya kufanya replacement. Kwa siku ya leo nimefika kwenye kitalu ambalo liko ndani ya wilaya yetu ya Karatu, na TFS wamefanya kazi kubwa kutuanzishia kitalu ambacho inatusaidia sisi kupata mahitaji yetu kwa haraka zaidi. Na kwenye kitalu hiki kuna matunda, kuna miche ya matunda, kuna ya mbao, kuna vivuli, lakini pia na fence. Kwanza tunawashukuru TFS kwa kutuwezesha kutusogezea huduma karibu na tunapata kwa uhakika mkubwa. Ndio maana tumeona ni vema tuje leo tuchukue miche tena pasipo gharama yoyote. Kwa hiyo kiujumla tunawashukuru TFS kwa kazi nzuri ambayo wanaifanya. Muziki na mazingira. Katika shule ya sekondari ya Karatu kuna vijana wawili tena mapacha wameamua kuwa wanaharakati wa mazingira. Wanatumia vipaji vyao kuhamasisha uhifadhi wa mazingira. Lakini pia TFS wametembelea hapa kwa ajili ya kutoa elimu ya upandaji miti kwa vitendo. Ni vitu gani vya kuzingatia kuhakikisha mti unapoupanda unakuwa vizuri? Kwa majina naitwa Meshak Sebastian Mhanga. Kwa majina naitwa Shedrack Sebastian Mhanga. Sisi ni wanafunzi wa Karatu Sekondari na ni wanafunzi wa kidato cha 6. Sisi hapa ni moja ya mabalozi wa mazingira ikiwepo upandaji wa miti, na kupitia ubalozi huo sasa tunatumia kipaji chetu, na sisi ni kama waimbaji. Kwa hiyo tunatumia kipaji chetu kwa ajili ya kuhamasisha wenzetu, si shuleni tu hapa, hata kwa watu jamii huko tunahamasisha kupitia wimbo na kupitia
wimbo huu ambao tunaenda kuimba sasa, tunaomba ikawe chachu kwa ajili ya Watanzania wote wakapate kupata inspiration kwa ajili ya utunzaji wa miti na kutunza pia mazingira kiujumla. Ni mazingira, mazingira, tuyatunze kwa pamoja, yeah. Environment ni ya Mango the Creator, tena muhimu ndani faida twaipata. Mungu katupa kama jukumu na tuitunze. Pia miti ni ya Mango the Creator, tena muhimu ndani faida twaipata. Mungu katupa kama jukumu na tuitunze. Mana Mungu katupa haya mazingira, ndo letu jukumu kuyatunza muhimu. Na Mungu katupa haya mazingira, na yendo muumba kuyatunza lazima. Miti sote kuipanda, akiba kwa vizazi wataenjoy. Viongozi wananchi tukichukua hatua tutaenjoy. Tukipanda misitu, faida za misitu tutaenjoy. Miti sote kuipanda, akiba kwa vizazi wataenjoy. Mara nyingi tumekuwa ni wabishi tukembiwa, mvua kubwa zikinyesha twalalama, ukame na ukianza ndo twaanza kuungama. Samiti kuikata ndo madhara twayaona, elimu twawapea tafadhali msijekana. Tumekuwa tukiona kama miti haina maana, no, miti ni muhimu tafadhali msijekana. Tupo katika shule ya sekondari Karatu, tupo kuotesha miti ya matunda, na kama mnavyoona hili ni shimo lililoandaliwa kwa ajili ya uoteshaji wa miti. Shimo hili limechimbwa ni kubwa kulingana na mazingira ya huku. Zoezi la kwanza, tunaanza kurudisha udongo ule tuloutoa. Tunarudishia udongo ikifikia kimo ambacho tuna uwezo wa kuotesha, tutaotesha mche wetu na kushindilia vizuri na kumwagilia maji. Faida ya udongo huu uliotifuliwa tayari ni rahisi kupitisha maji. Kwa hiyo unaporudishwa hivi, ukimwagilia eneo lote hili la shimo tulilolichimba litakuwa tayari lina unyevu. Kwa hiyo eneo kubwa la mche litakuwa limezungukwa na unyevu ambao utakuwa kwa muda mrefu. Lakini pia udongo hautajaa mpaka juu. Tutaacha eneo ambalo litatumika kama kisaani cha kukusanyia maji, ili maji yasichuruzike kwenda pembeni na kusaidia maji kupenya kwenye udongo uweze kushuka chini ardhini, kuisaidia mti mizizi kupenya ndani ya udongo na ardhi. Hapa katika shule ya Karatu tumepanda miti ya matunda, ambayo miti hiyo ni miti ya parachichi, miembe, mapera na malimao na machungwa. Sisi hapa shuleni tuna wajibu wa kutunza mazingira na kulinda mazingira, na zoezi ambalo limefanyika leo huwa ni zoezi endelevu. Tulishaipandaga miti na tunaendelea kupanda, na mazingira yetu tunavyoona na kupendeza ni ushirikiano kati ya walimu na wanafunzi ambao tunafanya, yani jukumu ni sehemu ya maisha yetu hapa shuleni kutunza mazingira. Leo tumepata ugeni, tumetembelewa na watu wanaojihusisha na masuala ya upandaji wa miti na utunzi wa uoto, ambao lengo likiwa ni kutengeneza au kuboresha mazingira yetu, kwani tunaamini ukitunza mazingira basi nawe yatakutunza. Pia mimi ni memba wa klabu ambayo inaitwa Mali Hai, klabu ambayo inajihusisha na uhifadhi wa miti na mali nyingine, ila kikubwa ilikuwa ni kuhifadhi mazingira katika shule ya Karatu Secondary School. Majukumu yetu au lengo letu ni nini? Sisi tunaamini tukitunza mazingira yetu, kwanza tutakuwa na mazingira ambayo yana attract watu wengi, pia tutatengeneza hali ya hewa ambayo itakuwa ni safi, maana tunaamini kwenye jumuiya ya watu wengi lazima patakuwa na competition ya hewa. Kwa hiyo tunapokuwa na mazingira safi kama hivi, basi tunakuwa tunatengeneza oxygen kwa kiasi kikubwa, na pia tuna minimize amount of carbon dioxide gas in the atmosphere. Elimu tunayopewa na wataalamu mbalimbali ikiwemo TFS, wakitembelea kwenye shule yetu kama hivi, tunapewa elimu, maana tunaamini wanafunzi, shule yetu ina wanafunzi kutoka mikoa tofauti tofauti hapa nchini. Kwa hiyo mtu anapofika shuleni anakutana na wataalamu kama nyie, anapatiwa elimu jinsi ya kutunza mazingira
au kupanda miti inamsaidia hata anapoenda makwao au sehemu anayoishi kwenda kuwa kama ambasada mzuri wa hiki ambacho kinafanyika shuleni katika swala zima la uhifadhi na kutunza na kusamini mazingira tunayoishi. Sisi kama taasisi ya shule ya sekondari Karatu tumepanda miti mingi sana, kama ambavyo eneo linaloonekana tuna miti ya kutosha, lakini bado tunaendelea kuotesha miti kwa sababu kama tunafahamu kwamba nchi yetu iko kwenye kampeni ya Tanzania ya kijani, na sisi lazima tuungane na serikali kuhakikisha kwamba tunafanya taasisi zetu kuwa za kijani. Tunapopanda miti kwenye maeneo ya shule ina faida kubwa sana. Kwanza kimazingira, hewa safi, lakini pia tunapata kivuli kwa ajili ya wanafunzi kujisomea. Kwenye taasisi yetu kwa mfano mlivyofika leo mkuta wanafunzi wako nje wanafanya mitihani. Ile mitihani usingeweza kufanya katika mazingira yale kama tusingekuwa tumepanda miti. Kwa hiyo miti ni ya muhimu sana. Lakini pia kwa sasa tumeotesha, kama leo tumeotesha miti ya matunda. Kwa nini tunadhamiria kuotesha miti ya matunda? Kwanza tunaitengeneza nchi kama kuwa ya kijani, lakini pia baada ya muda hapa tutakuwa tunapata matunda, lakini tunafahamu matunda ni afya. Kwa pamoja na miti ya kivuli, lakini tusisahau pia kuotesha miti ya matunda kwenye taasisi zetu. Kama tutaweza kufanya taasisi zetu zote nchi nzima zikawa na miti, basi tutakuwa tumetengeneza Tanzania ya kijani. Kwa hiyo tujitahidi sana na tuendelee kuomba taasisi zingine wajitahidi kupanda miti. Sisi pia tunawashukuru, zipo taasisi ambazo tunaungana nao. Tuna TFS wanakuja kutoa elimu kwa vijana, wametupatia miche bure kabisa, kazi yetu ni kuotesha tu. Lakini tuna wadau wengine kama mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro, wanatutembelea, wanatupa miche, tunaotesha. Kwa hiyo niwakaribishe sana kama Watanzania, kama watu wa taasisi, kwamba tuendelee kuziweka taasisi zetu vizuri kwa kuhakikisha kwamba tunapanda miti na tunazibadilisha na taasisi zetu zinakuwa taasisi za kijani. Sisi tunatoa elimu kwa wanafunzi. Tuna klabu ya mazingira ambayo inafanya kazi ya kutunza na kusimamia mazingira na upandaji wa miti, lakini kuelimisha wanafunzi kwa ujumla. Hawa wanafunzi wanatoka maeneo mbalimbali. Tunaamini kwamba wakipata elimu ya mazingira, wanaporudi kwenye makazi ya kwao, kwenye familia zao, wajumbe wakubwa sana wa kuleta mabadiliko, hakikisha kwamba kwenye maeneo yao miti inapandwa na mazingira yanatunzwa. Mwalimu wa mazingira Karatu Sekondari. Shule yetu ni kubwa, ina eneo la ekari 60 na eneo la ekari 40 ndio ilijengwa na eneo la ekari 15 ndio yenye miti kuzunguka shule. Mazingira ya shule, nyumba za walimu, tuna takriban miti 5863 na miti hii ni pamoja na miti ya asili ikiwepo acacia, acacia crickii, tils na hizi mijohoro, kuna eucalyptus na mingine mingi. Ukiangalia kwa miaka 5 tumekuwa tukishiriki kampeni za upandaji miti, ikiwepo Tanzania ya kijani, ikiwepo Rudisha Ardhi ya Tanzania. Zote tulikuwa tukishiriki. Sisi tunaandaa mashimo kati ya mwezi wa 8 na mwezi wa 7, na wanaoandaa ni wanafunzi tukiwasimamia sisi walimu wa mazingira pamoja na walimu wa kilimo ambao ni wataalamu pia wa miti. Wanapoandaa wanachimba kama ambavyo mliona, wanaweka mbolea ndoo 3 ndogo ya ile lita 10, alafu tunaacha mpaka msimu wa vuli tutapanda miti. Sasa hivi ukiangalia kuna kama hali ya miti kidogo kukauka kwa sababu ya lifespan na ecology inabadilika. Kwa hiyo tunavyo prune miti ile iliyokauka, tunatumia kama moto pengine, alafu tunaandaa mashimo, tunapanda kwa kuwafundisha, na kila mtu anakuwa na mti wake kwa sababu shule yetu ni ya advance. Kwa hiyo wanafunzi pengine mti haiwezi ikastahimili mpaka mwanafunzi anapomaliza, wanapokezana kwa sababu ni miaka 2 ambayo haijatimia. Wanapoingia kidato cha 5 sana ndio tunawatumia, kwa sababu form 6 wapo kwenye maandalizi ya mitihani. Tunawatumia kidato cha 5, kila mtu na mti wake, na anapomaliza anakabidhi mdogo wake, anaingia kwa mwaka unaofuata. Mwitikio wa wanafunzi ni mkubwa kwa sababu ni sehemu ya darasa. Kwa mfano tuna darasa la kilimo hapa, pia masomo kama jiografia na general study ina point katika utunzaji wa mazingira. Kuna maswali mengi yanatokana na utunzaji wa mazingira, kwa hiyo lazima wafanye practical, kwa sababu wanaamini kwamba practice makes better. Wanafanya juhudi kuhakikisha miti, na kuna wakati pia tunawashindanisha kwa sababu tuna clubs. Tuna klabu ya Mali Hai, tuna klabu ya Root and Shoot ambayo iko chini ya shirika la Jane Goodall. Mali Hai tunasaidiana pia na Ngorongoro, wale ambao wamefanya vizuri wanapata tour, mtu mwingine mkuu na award.
Kwa hiyo wana mwamko wa kutunza, kila mtu anatunza mti wake, na ni kumbukumbu kwao pia. Anapenda, anajua baba, mimi nikirudi baadaye kuja kuchukua cheti, mimi naonesha mti wangu kule kule. Kwa hiyo kuna mwamko mkubwa. Tanzania Kijani inadhaminiwa na TFS, wakala wa huduma za misitu Tanzania. Vilevile TFS ni wasimamizi wa vibali vya kukata miti inayotumika kutengeneza vinyago na pia kutoa vibali vya usafirishaji wa vinyago hivyo nje ya nchi. Vijana wanaofanya shughuli hizo zinazowavutia watalii wanaeleza faida wanazozipata kutokana na uhifadhi na usimamizi endelevu wa misitu. Ni Export Sales Manager, hapa tuko Safariland. Sisi tunajihusisha na uchongaji wa vinyago ambavyo tunatengeneza vinyago mbalimbali ambavyo vinakuwa vivutio kwa watalii. Tunatengeneza wanyama, tunatengeneza pamoja na sanaa nyingine ya miti. Faida ya uhifadhi wa miti ni pamoja na kutoa ajira kama hivi. Tumeajiri wafanyakazi wengi kwa ajili ya kuchonga na kutengeneza bidhaa hizi za miti. Lakini faida nyingine ni pamoja na mapato. Mapato kwetu sisi, kwa maana ya kwamba sisi tunafanya biashara na watalii pamoja na watu wengine, lakini pia mapato kwa upande wa serikali, kwa sababu huwa tunachukua vibali vyote kwa serikali. Tunalipa royalty kwa serikali, lakini pamoja na vibali vingine vya kusafirisha, vibali vya uvunaji pamoja na leseni za uchongaji. Kwenye eneo hili la uchongaji tuna vijana zaidi ya 60 wanaofanya kazi ya uchongaji kwenye sehemu mbalimbali. Wapo wanaochonga, wapo wanaofanya finishing, na wengi wao kweli ni wana vipaji, kwa maana ya kwamba hakuna mahali wanajiangalia ama wanakopi. Wanatoa kutokana na idea yao, wanatengeneza sanaa ambayo yeye anaifikiria kichwani kwake. Anajaribu kuwa mbunifu ili kuangalia mali yake inapouzwa na inapotoka kwenda sehemu mbalimbali. Kwa wageni wanapotoka safari wanakuja hapa, yeye anafurahia anapoona tembo porini, anakuja hapa, tumemchonga tembo anayefanana na yule aliyeona. Muda mwingine anavutiwa kununua, anaenda nayo nyumbani kwa ajili ya display. Labda mwingine ameona Big 5, tunachonga Big 5 kwa ajili ya yeye kubeba na vitu kama hivyo. Na wengine wanafurahia tu na kusapoti hivi vipaji vya vijana wetu wa Kitanzania, kwa sababu saa nyingine anakuja anaangalia anavyofanya kazi, alafu yeye anachukua ili akatunze kumbukumbu kwa ajili ya kusapoti vijana wa Kitanzania. Wito wangu kwa Watanzania ni tuendeleze kuhifadhi misitu iliyopo, lakini pia tuzidi kupanda miti, maana eneo hili la uhifadhi linatoa ajira pamoja na ni vivutio kwa ajili ya wageni na vitu kama hivyo, na pia inaongezea mapato serikali pamoja na sisi watu binafsi, kwa maana ya kwamba ikitoa ajira watu wanapata kazi, lakini kwa sisi wawekezaji pia tunapata mapato na serikali nayo inapata mapato kwa sehemu yake. Naitwa Ziko Ludovick Mtambarike, ni mmoja kati ya wachongaji ama wanasanaa wa eneo hili hapa la Safariland au African Gallery. Kuhusu kunufaika, tunanufaika kwa kweli, kwa sababu kwanza moja, imetusaidia kupata ajira. Tunaishi vizuri na familia zetu kidogo, tunaishi vizuri na wanetu, wanakwenda shule, tunapata kijipato kidogo ambacho kinatuendelezea maisha. Kuhusu swala la misitu, kwa kweli mimi ni mmojawapo ama sisi ni mmojawapo ambao tunapinga sana uharibifu wa misitu, kwa sababu kwa mfano kama sisi hapa mara nyingi tunategemea miti kuchonga. Sasa watu ambao wanakuwa wanaharibu misitu kwa njia tofauti, kwa mfano labda wanakata mikaa ama mtu anaamua tu kukata fimbo kwa vitu ambavyo vinakuwa havileti manufaa, kwa kweli hiyo ni changamoto ambayo ni kubwa. Kwa hiyo kama mimi, kwa ushauri wangu kwa watu ambao wanajaribu kuharibu misitu, basi hata kama watakata mmoja, wajitahidi kupanda hata 10 au 15, ili kwa siku zijazo tuwe tunawapa faida watoto wetu ambao wanakuja, kwa sababu miti ni moja kati ya ajira kubwa sana. Sio lazima tu kuchonga, hapana. Unauta mwingine ukaukata mti wako, lakini ukaweza hata kuchora maumbo tofauti tofauti kutokana na sanaa ya miti. Kwa hiyo mimi nawashauri, kwa kuwa na kipaji changu, basi sitokuwa mchoyo kwa yoyote ambaye atakuwa yuko radhi aje naye nimsaidie ajira kwa ajili ya kumfundisha, kwa ajili ya maisha yetu yaweze kuendelea. Role ya TFS katika vinyago vinavyochongwa hapa ni kufanya inspection na kuweza kutoa export hasa kwa mgeni aliyenunua kinyago na kuweza kufanyiwa package na kuweza kutumiwa. Kwa hiyo sisi TFS tunaenda tunakagua, kuna maduka ya vinyago makubwa kwa wanafanya export, wanakuja tunawapa huduma, na
vinyago, kuna vinyago vinavyotozwa royalty, huwa tunatoza royalty na kuwatolea export na inspection, then na kuwapa hati ya kusafiri kwenda Arusha kwenye malango ya kwenda nje ya nchi. Shughuli za utalii zinategemea uhifadhi wa mazingira, misitu. Bila misitu hakuna utalii jamani. Misitu hii ndiyo makazi ya viumbe hai. Hali ya hewa nzuri, maporomoko ya maji yanapatikana misituni. Mvua ikinyesha kwa wingi, maporomoko ya maji, yale maji yanakuwa mengi, watalii wanavutiwa, wanazidi kuja katika nchi yetu. Watalii wanavyokuja, uchumi unaimarika, hata wa mwananchi mmoja mmoja, hasa wale wanaokaa pembezoni mwa hivi vivutio vya utalii. Hayo ndio tumekuandalia kwa wiki hii. Mimi naitwa Anna Peter. Ukipenda unaweza kaniita Mama Kijani. Tuendelee kuifanya Tanzania yetu kuwa kijani na dunia kuwa sehemu salama ya kuishi. Tanzania Kijani inadhaminiwa na TFS, Wakala wa Huduma za Misitu Tanzania.